Karibu mpenzi mtazamaji, nikukaribishe kwenye chaneli yetu ili tuweze kwenda vizuri. Mimi naitwa Arnold Juma na leo nimekuletea mada nzuri inayosema kwamba sehemu nzuri na nyeti kabisa ambazo zinampa mwanamke raha, ambapo ukiweza kumshika katika sehemu hizi moja kwa moja unaweza akaweza kufika kileleni mapema, na muda mwingine anaweza akawa hana mawazo kabisa ya kufanya mapenzi katika siku hiyo. Kama ni mtu wako huwa anakubania siku nyingi, yani hapa inakuwa ni rahisi sana kwake yeye kushawishika na moja kwa moja akaweza kutimiza lengo. Karibu sana, subscribe kwenye chaneli yetu Msemo TV Online. Nikukaribishe, na mimi ninaitwa Arnold Juma. Nikukumbushe uweze kusubscribe moja kwa moja kwenye chaneli yetu kama ilivyo ada. Twende moja kwa moja kwenye mada yetu inayosema kwamba hizi ndizo sehemu ambazo zinampa raha mwanamke anapokuwa unapokuwa naye. Ukimshika katika sehemu hizi moja kwa moja anapata hisia za kufanya mapenzi, na kama mtakuwa mnafanya mapenzi, utakapomshika katika hizi sehemu ataweza kufika kileleni au kumwaga haraka sana. Na kama unavyojua, sisi wanaume wengi sana tunakuwa na changamoto za kuweza kufika kileleni haraka sana. Kwa hiyo utakapokuwa umemshika katika sehemu hizi atafika kileleni, automatically atakuheshimu, kwa sababu mwanaume anaheshimika kwa kumfanya mwanamke aridhike siku zote. Kama mwanamke hataridhika, ndugu yangu, hautaheshimika, kwa sababu sisi huwa mara nyingi dakika moja mbili lile bao la kwanza linakuwa lishatoka. Ukijitahidi sana dakika 3-4 mwisho. Sasa utakapokuwa umezingua na hujamfanyia haya mambo mapema, of course yeye atakuwa bado anahitaji. Kwa hiyo wewe utahitaji kusubiri tena muda kidogo ili uweze kurudia tendo, na hiyo ndio itakuwa shida kidogo, kwa sababu yeye anaweza kaa shakata mudi, au muda mwingine hata tendo la pili ukarudia ukamaliza ndani ya muda mfupi tena. Kama hutamfanyia haya au ukamshika katika sehemu hizi, ndugu yangu, kwa siku utamaliza game zote 2-3 na bado yeye anadai. Twende pamoja kwenye video yetu kama hivi hapa. Zifuatazo ni baadhi ya sehemu zinazompa mwanamke raha, na kama mwanaume atazishughulikia ipasavyo. Unaona, hizi ni sehemu ambazo yani moja kwa moja ukimshika katika hizi sehemu, nakwambia ukweli, ataweza kufika kileleni mapema sana. Unaona, twende pamoja katika hizo sehemu. Sehemu ya kwanza ni uke au uke na kinembe kwa pamoja. Nimeziunganisha ili twende kwa haraka sana. Hii ni sehemu ambayo of course iko sensitive sana. Hata kama mmekaa au mmelala kitandani, mko kwenye sofa, utakapofanikiwa kumshika katika hii sehemu, moja kwa moja yeye ataweza kuhitaji, yani kuwa na haraka sana, au kuwa na uhitaji, au atapata msisimko mkubwa sana. Unaona, tumia kidole chako cha kwanza cha mkono wa kulia polepole, pitisha katika mfereji wa uke ukianzia chini. Unaona, unapaswa kuanzia chini taratibu, unamshika unamsugua kwa kupandisha juu. Then katika hii sehemu, kabla ya kwenda kwenye sehemu ya pili ya matiti, katika hii sehemu inahitaji ufundi kidogo. Ndio maana niliandalia video hapo chini kwenye description, ni jinsi gani unaweza ukamsugua mwanamke kinembe na uke kwa ujumla akaweza kupizi hapo hapo. Unaona, unapaswa unapokuwa una vidole vyako usitumie vidole vyote, yani. Na cha pili, kabla sijaelezea vidole vipi, cha pili, ujitahidi sana katika vidole vyako usiwe na kucha ndefu. Utakapokuwa na kucha ndefu, unaelewa kwamba hizi sehemu ni laini, kwa hiyo unaweza ukajikuta umemkata au umemchubua katika hayo maeneo. Kwa hiyo jitahidi sana usiwe na kucha. Cha pili, usisugue kinembe au uke kwa direct, yani bila kuwa na majimaji au kuwa na vitu vyenye utelezi kidogo. Wengine huwa wanatumia mafuta, lakini jitahidi sana kama unaweza tumia mate.
kwa sababu muda huo unaweza usiwe na nini, na maji na usiwe na mafuta. Kwa hiyo utaweza kusugua taratibu. Hakikisha kidole akiingii ndani. Yaani wewe sugua tu kwa juu. Upandisha chini unashusha juu, atasikia raha vibaya ovyo. Na nakwambia ukifanya hivi utakuwa umeweza kumfikisha mwanamke kileleni, au atakuwa amekaribia, ambapo ukiweka tu ubao kidogo tu tayari anakuwa amesha peace haraka sana. Sehemu ya pili ni hapa. Hii hapa ya matiti. Hakuna sehemu nyingine ambayo ni sensitive na ina hisia kali sana kwa mwanamke kama matiti. Ndio maana mwanamke anaweza hata ukimvua ghafla akashika matiti kwanza kuliko kushika sehemu yoyote ile. Sehemu ya matiti ni muhimu na ni sensitive sana. Matiti ni sehemu muhimu sana kwa mwanamke kama ilivyo kwa uke. Utampatia raha kamili mwanamke kama utayapapasa matiti yake, utayalambalamba na kuyanyonya. Kuna njia pia nzuri za kuweza kumfanya mwanamke asikie raha na apate hisia kali sana endapo utakuwa umezitumia katika sehemu hii ya matiti. Matiti hayahitaji uyaminye kwa nguvu kama wanavyofanyaga watu, unaona anaminya matiti, anayaminya kwa nguvu. Hapo unamuumiza mtu na sio kumfanya asikie raha. Kwa hiyo jitahidi sana kwenye sehemu ya matiti, unapaswa kutumia mdomo wako kuyanyonya yale matiti. Na utakapoyanyonya hakikisha unatoa hewa ya moto. Yaani unapokuwa unavuta, kama unapulizia kwenye kioo, inatokaga nini? Ile kama moshi fulani. Sasa ile hewa ile ya moto ile ndio unapaswa huo unaivutia pale. Nikwambie ukweli, mwanamke anaweza akafika kileleni dakika hiyo. Kwa hiyo matiti ni sehemu ya muhimu sana, na mwanamke anapenda sana kunyonya matiti kama sijui niseme, yani ni zaidi hata ya kuingiza ubao ndani. Raha anazokuwa anazisikia katika muda huu. Kwa hiyo jitahidi sana mpenzi mtazamaji, kwenye kunyonya matiti uyanyonye katika staili hiyo, na hakikisha unaweka mate ya kutosha ili usimuumize. Unaona? Basi hiyo ndiyo sehemu ya pili. Lakini pia sehemu ya tatu ni masikio. Sasa hii pia na yenyewe bado inahitaji utumie ulimi. Masikio ya mwanamke yanakuwa na hisia kali sana utakapokuwa umeweka ulimi ndani yake. Vile vile kama ulivyofanya kwenye matiti. Jitahidi kama kupuliza hewa fulani, usipulize hewa ya baridi, puliza hewa ya moto ile, na uwe unalamba yale masikio kwa ndani kabisa. Hapa pia usafi ni muhimu sana kwa mwanamke, kwa sababu kama atakuwa anasafisha masikio yake vizuri, huwezi kukutana na zile nta chungu zile. Unaona? Kwa hiyo jitahidi zungusha ulimi wako kwa ndani mpaka nje kwenye sehemu ya masikio. Mimi nakwambia kweli mwanamke hawezi kukuacha. Yaani atapagawa kabisa katika eneo hili hapa. Wanawake wengi hupata burudani masikio yao yanapolambwa na kunyonywa kwa kutumia ulimi. Unaona? Wengi sana hupata burudani na raha zaidi. Lakini sehemu nyingine ni sehemu ya nyuma ya shingo. Hii ni sehemu pia ambayo inahitaji pia kutumia ulimi katika sehemu hii hapa. Nyuma ya shingo iko hivi. Tumia ulimi wako kulamba sehemu ya shingo yake kwa mwendo wa kutekenya tekenya. Tumia ncha ya ulimi kutekenya tekenya kwa kufanya mduara na kuendelea kuchora mduara kwa kurudia rudia. Ulimi ndio kiungo muhimu sana kinachotumika katika hii sehemu ya ulimi. Hakikisha sana katika sehemu hii ya nyuma ya shingo. Hakikisha sana unapokuwa unamlamba au kuzungusha ulimi wako katika hii sehemu, upo katika hug fulani kama hii hapa. Unaona? Yaani yeye awe huku uwe upande wa huku nyuma. Unaweza ukawa muda mwingine umemshika matakoni wakati huku unaendelea. Unaona? Lakini pia kama atakuwa amelala chali, unaona hilo zoezi halitafanyika. Kwa hiyo utajitahidi sana umlaze upande. Unamlaza upande na unaweza ukaweka mguu wako juu yake kwenye tako huku ukiwa unaendelea kufanya hilo zoezi. Tumia dakika 2 au 1 katika hili zoezi ili uhamie sehemu nyingine, kwa sababu maeneo ni mengi ambayo unaweza ukamgusa mwanamke akapata hisia. Na nikukumbushe, sio kila eneo mwanamke anapata hisia. Wanawake huwa wana maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo inabidi uchezee maeneo yote
ili uweze kufanikisha katika hilo. Lakini sehemu nyingine ni kipele G. Hii mara nyingi huwa tunaita G-spot. Hii ni sehemu ya juu ya mwanamke ndani ya uke. Sehemu hii iko ndani ya uke ambayo inapata hisia kubwa sana. Ikibonyezwa vizuri, mwanamke anafika kileleni haraka sana. Unapokuwa umeweka kidole kwa ndani kwenye uke, kwa juu sasa, unakipandisha kwa juu kidogo, kuna sehemu ipo kama godoro fulani hivi, inakuwa inabonyezeka hiyo. Hiyo sehemu inampa raha sana mwanamke anapokuwa unafanya mapenzi, au kabla hata hujafanya, au ukiwa unaendelea umechoka, unaweka kidole kule kwa ndani. Anasikia raha kubwa sana, na mwanamke huwa anafika kileleni katika hii sehemu unapokuwa umeibonyeza. Usisugue, unakuwa unaibonyeza fulani hivi kwa kidole kile cha kati, na kama unakikunja kwa kupanda juu. Mpenzi mtazamaji, sehemu hii ipo sentimita 5 kutoka mlango wa uke na iko katika ukuta wa juu wa uke. Sehemu hii ikibonyezwa na kuchezewa ipasavyo, mwanamke anaweza akapizi mara 2 au zaidi kwa wakati mmoja. Ni sehemu ambayo unaona kwamba ina hisia kali sana kwa mwanamke na inamfanya mwanamke aweze kufika kileleni haraka sana kama utakuwa umeitumia vizuri zaidi. Lakini kuna sehemu hizi hapa ambazo wengi huwa wanazikaushia, yani kifupi huwa wanaona kama hazina maana. Kuna sehemu za hips, lakini pia kuna sehemu za makalio. Hii ni sehemu moja au zimeungana kwa pamoja, lakini huwa zina kazi kubwa sana kwa mwanamke. Mwanamke huwa anajihisi kama vile yani yuko vizuri utakapokuwa umemshika katika sehemu hii. Sehemu hii ni moja ya sehemu ambazo zitamfanya mwanamke ajisikie amekubalika kabisa iwapo utashika wakati wa tendo la ndoa. Lakini kila mwanamke ana hips, na hata kama ni mwembamba, unaona? Yaani kila mwanamke huwa ana hips, lakini tutakapokuwa tunazungumza hips hapa, kuna mtu atasema mbona mimi kimbaombao, au mbona mimi mwanamke wangu kimbaombao nitashika wapi? Hapana. Hiyo sehemu ambayo anakalia hiyo. Wewe hakikisha unachapa kidogo, unashika, unabinya, yani yeye anahisi kama vile yuko vizuri na anapata confidence, anaingia mchezoni haraka sana. Utakapokuwa unafanya mapenzi, ukimshika hizi sehemu ukampapasa vizuri katika makalio na binya huku unaendelea kupiga vitu moja kwa moja, hata yani anaweza kapizi haraka, anasikia raha na anajiamini kweli kweli. Lakini sehemu pia nyingine ni sehemu ya ndani ya mapaja. Pale kwenye goti nyuma yake sasa ndicho ninachokimaanisha, afu kwa kupanda juu kuelekea kwenye matako yenyewe. Ukiwa unafanya mapenzi, jitahidi sana kuwa unapapasa hayo maeneo, huwa yanampa mwanamke hisia kali. Baadhi ya wanawake wana asili kubwa sana ya sehemu ambazo zinawapa hisia kali, na huwa wanaficha. Yani watakagi wajue, kwa sababu anajua ukijua udhaifu wake utakuwa unamshika katika hiyo sehemu muda wote unaotaka na unapata vitu, kwa sababu hawezi kujizuia anapokuwa ameshikwa katika hayo maeneo. Kwa hiyo hii sehemu pia inampa hisia kali sana mwanamke, na huwa inamfanya afike kileleni kwa haraka sana kama utaweza kushika hii sehemu ipasavyo na kuipapasa vizuri. Aidha wakati unafanya mapenzi au kabla, pale ambapo uko unabembeleza ukishika katika hii sehemu utaona vitu vinamwagika kule kwa ndani. Tumia ubapa wa kiganja chako kupapasa kwa ulaini sehemu ya ndani ya mapaja yake. Fanya hivyo juu huku ukimbusu mapaja yake. Unaona? Utakuwa unapapasa kwa juu, kwa juu, yani usipapase katika ukiwa intensive sana, usibane sana, yani usikandamize mkono au ile bapa ya mkono wako, unapapasa kwa juu kidogo. Hii itamfanya yeye aweze kujisikia raha zaidi wakati wa kufanya mapenzi. Sehemu ya ndani ya mapaja ni sehemu nzuri sana na inamfanya mwanamke aweze kufika kileleni mapema vizuri. Kama tulivyosema katika hii sehemu, lakini kuna sehemu ya mwisho kama sijakosea, sehemu ya mwisho hii ni sehemu ya midomo na kwenye ulimi. Hii sehemu huwa wengi huwa wanaijua kama kunyonya denda, na huwa hawaitumii wengi kwa sababu wanasikiaga kinyaa au uaminifu katika swala zima la usafi. Yani hii sehemu huwa hawaitumii sana katika kwa sababu swala la usafi, lakini wengine huwa wanasikia kinyaa. Unaona?
Lakini kama wewe unamwamini mtu wako na mmekaa muda mrefu, au ndo mara ya kwanza maybe na ndo hivyo tena humwamini, hakikisha anakuwa msafi katika hii sehemu. Tumia midomo yako, ulimi wako na meno yako kuchezea mdomo wake wa juu na chini, na unambusu kwa msisimko mkubwa huku ukiendelea kunyonya ulimi wake. Na mwanamke anapata hisia kubwa sana endapo utanyonya ulimi wake, kwa sababu anakuwa anajua kwamba wewe hujasikia kinyaa wala niseme kwamba hujamdiscriminate, hujamtenga. Kwa hiyo anaweza akaachia kila kitu, kwa sababu anajua kwamba wewe hujapata kinyaa kwake. Ni kama wale ambao huwa wanalamba uke, wananyonya uke. Yaani mwanamke anaona kama ndio basi tena, kwa sababu hawezi tena kuwa na ile inferiority. Yaani hawezi kuwa na kujishtukia kwamba labda nikoi. Mwanamke atakapokuwa amejishtukia au atakapokuwa na hali ya kujishtukia au kuogopa, sahau kufika kwake kileleni. Anaweza akakwambia tu tumemaliza, haya asante nini, nashukuru, nimeridhika. Kumbe hakuna kitu kama hicho. Lakini mwanamke atakapokuwa yuko huru, yuko wazi, yani anaona kama vile kila kitu kiko vizuri, na we umedhibitisha kwamba nimekubali, uko vizuri, uko msafi, yani moja kwa moja atakuwa na confidence. Utakuwa umemtengenezea confidence, na atakapokuwa na confidence ya kuwa na wewe, tegemea kwamba wewe mwanamke ataridhika na hata kudharau hata siku moja, na siku nyingine ukimuita chap tu anakuja. Confidence utaitengeneza mwenyewe katika haya mazingira ambayo ninayazungumza. Hakikisha unamtengeneza mwanamke. Kunyonya ulimi pia huchangia kuongeza kasi ya mwanamke kwenda kileleni. Lakini hapa mwandishi kasisitiza kwamba usafi wa kinywa kwa wote wawili ni muhimu sana. Mwanamke anapiga mswaki na wewe unapiga mswaki. Lakini nimeshasema kwamba utakapokuwa unanyonya ulimi wa mwanamke, utamfanya apate hisia kali sana. Na mara nyingi huwa anapata hisia nyingi sana, na anaweza hata akamwaga hata mara 2 mara 3, kwa sababu anajua kabisa kwamba wewe umempa confidence kwamba yeye yuko msafi na nini, unaona. Lakini pia ni sehemu ambayo ina hisia kali sana. Mpenzi mtazamaji, mimi nikiseme kwamba kwa leo tuishie hapo. Nikukaribishe kwenye channel yetu. Kama ulikuwa hujasubscribe, please subscribe kwenye channel yetu. Kuna vitu vingi zaidi vinakuja hapa, na tunaweka kila siku mambo ya michezo, mapenzi kwa ujumla, jinsi ya kutibu nguvu za kiume kwa kutumia vitu vya nyumbani, sio wale ambao wanauza madawa. Kuwa makini na watu wa aina hiyo, kwa sababu yale madawa sio mazuri, mwisho wa siku yatakuharibia uume wako. Lakini njia nyingi sana, mambo ya ndoa, kusuluhisha, kumtengeneza mwanamke ambaye anakaa na chiti kila muda, vyote hivyo utapata hapa bila gharama yoyote. Na nikukaribisha sana. Kwa leo tulikuwa na mada yetu iliyokuwa inasema kwamba sehemu za utakazomshika mwanamke zitampa raha zaidi, na ataweza kupata kufika kileleni kwa haraka sana, bila wewe kupata shida sana, na yani hisia zake hata kama ziko mbali, utakapokuwa umemshika katika hizi sehemu, of course atapata raha zaidi na atajisikia vizuri zaidi, na ataweza kukuheshimu, kwa sababu utakapomfanya mwanamke ana peace au anamwaga, automatically heshima inafika. Kama ni ndani atakuheshimu, lakini pia kama ni demu wako au ni mtu wako, hawezi kukuchiti, kwa sababu haya mambo hawezi kuyapata sehemu nyingine. Na uhakika kama utakuwa umeangalia hii video mwanzo mpaka mwisho, ukayafanyia kazi haya niliyokuelekeza, nikwambie ukweli, mwanamke wako hawezi kuchiti, kwa sababu atakuwa anapata raha ambayo hawezi kuipata sehemu yoyote. Na hata akitokea hata siku moja akaenda sehemu nyingine, akitoka huko harudi tena, kwa sababu hata ataona kabisa kule hamna ujanja wowote. Subscribe kwenye channel yetu ili tuweze kwenda pamoja. Na channel yetu ni mpya, ni Msemo TV Online, inafanya vizuri zaidi sasa hivi, na subscribers 1000 bado inaendelea kupata watu wengi wanaifuatilia. Karibu sana, naitwa Arnold Juma, nikukaribisha kwenye video inayofuata. Subscribe hapo chini, lakini pitia video nyingine nyingi ambazo nimezitoa zinazohusu mambo ya mapenzi kwa ujumla. Asante sana.